wamepata fedha milioni 3,000. Kwa maana bilioni ngapi? Tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Lazaro Ndalichako akiambatana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Kasulu Comrade Mberwa Abdalla Chidebwe amefanya ziara kumtambulisha mkandarasi anayejenga mradi wa maji wenye thamani ya bilioni 3 na milioni 388 katika maeneo ya Mwangabii, Kabanga, Kimobwa, Mwiramvya, Kigondo na Ruhita. Hapa kama inavyoonekana, kazi inayoendelea ni ya kuweka kibao ambacho kinatambulisha mradi ambao ni usambazaji wa maji katika kata 6. Kata ya Mganza, sehemu ya Mwangabii, kata ya Msambara, Kimobwa, Mwiramvya, Kigondo pamoja na Ruhita. Mradi huu unalenga kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa Kasulu. Na gharama ya mradi huu kwa ujumla wake ni bilioni 3 na milioni 388 ambao unatekelezwa na mkandarasi ambaye anaitwa Hotani ambaye ndio ameripoti rasmi. Kwa hiyo hii zoezi ni la kumkabidhi rasmi eneo la utekelezaji wa mradi, na hiki kibao ndio kinaeleza mradi unahusu kitu gani na mkandarasi atakuwa ni nani. Kwa hiyo kwa kweli, kwa niaba ya wananchi wa Kasulu, niendelee kutoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusikiliza kilio cha wanakasulu na kuleta suluhu ya changamoto za maji zilizopo. Mradi huu wa bilioni 3 na milioni 388 ni sehemu ya miradi mingi ya utekelezaji wa maji ambayo inaendelea katika jimbo la Kasulu. Tunao mradi wa miji 28 ambao kwa mji wetu wa Kasulu na thamani ya bilioni 35 ambao unaendelea kujengwa, lakini kuna baadhi ya maeneo ule mradi unatengenezwa kwenye kata ya Msambara. Kwa hiyo maji hawezi yakapanda mlima. Kwa hiyo wakazi hapa Mwanga wana chanzo chao cha maji cha Mwangabii, lakini tatizo lilokuwepo ilikuwa ni usambazaji. Kwa hiyo kupitia mradi huu tutasambaza maji, wananchi watapata maji safi na salama. Kwa hiyo dhamira ya kumtua mama ndoo kichwani tunaendelea kuitekeleza kwa vitendo. Akizungumza na wananchi, amewaeleza ya kuwa ametekeleza ahadi yake aliyoahidi 2020 akiwa katika kampeni za kuomba ridhaa ya kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia amewaomba na kusisitiza wananchi kutoa ushirikiano kwa mkandarasi huyo ili kuhakikisha mradi huo unatekelezwa vyema na kuondoa tatizo la maji katika maeneo hayo. Sheria ya kuendelea kumtua mama ndoo kichwani, ambayo nakumbuka tukiwa kwenye viwanja hivyo 2020 niliwaomba mnikopeshe imani na mimi nitakuja kuondolea changamoto zenu. Moja ya kero kubwa ambayo mlikuwa mnazungumzia ni swala la maji, lakini nashukuru kwamba sasa hivi chanzo cha maji Mwangabii kimepatikana. Na sasa maswali nilikuwa napata, tuna chanzo cha maji lakini hatuna maji. Sasa mradi huu ambao leo tumesimika rasmi bango kuashiria kwamba kazi inaanza, na nimekuja na mkandarasi hasa mbele hapa amone. Nimekuja hapa na mkandarasi ambaye atatekeleza mradi huu. Yeah, you have to stay close to me. I want to introduce you to my people. Yeah. Mmemwona Kwa hiyo leo nimekuja rasmi kumkabidhi eneo la kutekeleza mradi. Huyu ni Mfilipino na ni mzoefu katika usuala ya maji, na amebahatika amepata kazi ambayo ina fedha nyingi, jumla ni bilioni 3 na milioni 388. Na mradi huu unaenda kunufaisha kata ya Mganza, eneo la Mwangabii, lakini inanufaisha pia kata ya Msambara, Kimobwa, Mwiramvya, Kigondo pamoja na Ruhita. Kwa hiyo kwa kweli ni mradi mkubwa ambao unaendelea kuwa mkombozi upatikanaji wa maji safi na salama katika halmashauri yetu ya mji wa Kasulu katika utekelezaji wa mradi. Na mradi mkubwa kama huu unapokuja ni fursa, ndugu zangu. Kwa hiyo tuchangamkie fursa ambazo zinatokana na uwepo wa mradi huu, ili vijana wetu watapata ajira, lakini pia kupitia mradi huu kama anavyosema, kubwa zaidi ni kutatua changamoto ambayo ilikuwepo ya upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini niwaombe tuwe walinzi wa vifaa. Mradi huu utakuwa na vifaa vingi, mabomba, vile viunganishi vya mabomba. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba hakuna hujuma ambayo inafanyika ya kuhujumu vile vifaa, labda wizi
Comrade Mberwa Abdalla Chidebwe, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Kasulu, amewaeleza wananchi ya kuwa kukamilika kwa mradi huo wenye thamani ya bilioni 3 na milioni 388 utawasaidia wananchi hao kupatikana kwa maji safi na salama katika kijiji hicho. Huyu ni mkandarasi wa maji yetu, ule mradi wa maji kule, si mnaujua? Ndio. Na sisi tumeambiwa hapa jua mvua ikiamka inanyesha kutwa nzima mpati maji. Uongo kweli? Sasa wawakilishi wenu mbunge na diwani wametafuta, wamemwomba Mama Samia fedha, wamepata fedha ambao sasa huyo mzungu huyo mnamuona pale ndio anakuja kuongeza nguvu ya upatikanaji wa maji. Wamepata fedha milioni 3,000. Kwa maana ya bilioni ngapi? Milioni 3. Wanakwenda kuongeza, wanapeleka umeme kule kwenye chanzo, wanaongeza pampu, maeneo ambayo maji hayajafika wanapeleka maji. Tunaelewana? Ndio. Kwa ndani ya miezi 3-4 mtaanza kuona mabadiliko. Amazi yukwidimba. Maji safi na salama. Kwa hiyo hapa kuwaonyesha mkandarasi anayefanya nini? Anayefanya kazi. Mkandarasi huyu ana miaka mingi Tanzania, zaidi ya miaka 15. Akiwa anafanya kazi hapa, wale vijana wapo wategemee ajira ndogo zitakazokuwepo, atawaajiri mwenyewe hapa. Lakini baada ya ninyi wote hapa kukamilisha maji, tunaelewana? Ndio. Atawapelekana wenzetu wa wapi? Kabanga. Na wenyewe wapate maji. Nilikuwa na mhoji mkandarasi, una miaka 15, hauna mtoto Tanzania? Akasema hapana. Nikawaambia hivi sasa tunakwenda Mwanga huko. Nikawaambia na mama zangu na dada zangu, huyu bwana huko hana mtoto Tanzania. Ameenda mikoa mbalimbali. Kwa na hapa na hapo tujichunge. Tunaelewana? Ndio. Na kama mtoto atapatikana hao wa makubaliano. Ndio. Tunaelewana? Ndio. Huyu na bango limeandikwa ukimwi upo, unaumwa chukua tahadhari. Ndio. Kwa hapa tunategemea kupata wageni. Mkandarasi wa mradi huo ameeleza kuwa licha ya kusaini mkataba wake ya miezi 12, lakini ameahidi ya kwamba atatekeleza mradi huo ndani ya miezi 5 hadi 6 kwa sababu amesikitishwa na hali ya ukosefu wa maji katika vijiji hivyo. Ndugu wananchi, kwa niaba ya mkurugenzi wa maji, kwa niaba ya uongozi wa chama na serikali, sisi kama kampuni ya ujenzi ya Holtan Builders tumekuja kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wetu wa kulaza mabomba pamoja na kuweka laini ya umeme, kufikisha umeme sehemu ya chanzo cha maji pamoja na kufunga pampu. Mradi wetu tunategemea una miezi 12, lakini Mungu akitujalia na kama hakutakuwa na vikwazo vingi vya mvua na nini, tunategemea kutekeleza mradi wetu chini ya miezi hiyo, tukimaanisha miezi 5 mpaka miezi 6. Tushukuru wananchi, tushukuru uongozi wa eneo husika pamoja na serikali nzima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia mradi kama wakandarasi wa ndani. Tuwashukuru sana, akiwepo pia mkurugenzi wetu wa maji Kigoma Kasulu na wote wanaohusika katika mradi huo. Tuwashukuru pia wananchi na madiwani wetu pamoja na chama na serikali.